ngozi olologito enegi silala Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Aroni wenye moronye na rasho Aingara yoreshe Imangari enge nonguruke Epirisa gaina lukimwa Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Madugenya nanune maurisho Nemasia yasalaba Emweni lori rola ibodogo Inyage la itabaya Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Oile bengara inene Engaya inane Ngozi olologito enegi silala Asante. Kama bwana harusi ametumia muda huu, bibi harusi itakuwa aje?
Rafiki zangu, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na ushirika huu kuunganisha Paulo pamoja na Neema katika ndoa. Ndoa ni njia ya maisha tuliyopewa tangu mwanzo wa uumbaji, nayo ilibarikiwa kwa kuwako kwake Bwana Yesu alipofanya muujiza wake wa kwanza katika harusi kule Kana ya Galilaya. Maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba ndoa ni ya ulimwengu mzima na kwamba ni mfano wa mmoja katikati yake Kristo na kanisa lake. Kwa sababu hiyo, ndoa isiingiwe kwa mzaha au bila fikira nyingi. Ndoa na ifungwe mbele za Mungu baada ya kutafakari sana sababu zilizofanya ianzishwe. Ilianzishwa kwa manufaa ya wote wawili na maisha ya pamoja ya mwanamume na mwanamke, kusudi waweze kushirikiana na kusaidiana. Ilianzishwa kuwawezesha mwanamume na mwanamke kujenga nyumba pamoja na kuwalea vyema watoto wao katika kumjua Mungu na njia zake. Zaidi ya hayo, ndoa ilianzishwa kwa ustawi wa taifa, maana ndoa inapoheshimiwa watu wametosheka. Walakini ndoa isipoheshimiwa taifa linashindwa kufanikiwa. Basi kuweza kuitambua mibaraka hiyo, mume na mke inawapasa kupendana, kuheshimiana, kusaidiana na kuelewana, kama vile Paulo alivyoandika katika nyaraka zake katika kitabu cha Waefeso. Bwana asifiwe. Basi kwa sababu mmekuja hapa, na kabla hatujaendelea na jambo lolote, ninaomba kutangaza, kwa sababu hawa watu wamekuja kuunganishwa hapa mbele, na kwa sababu siku hizi mambo imebadilika. Siku hizi ndoa inatangazwa kwa gavana. Bwana asifiwe. Siku hizi hakunaga ile ya kunyosha mkono. Kama unataka kunyosha mkono, kanyoshe kwa government. Haleluya. Sasa watu ambao wanaweza kutengua saa hii ni hawa wawili. Wanaweza kuwa wamekuja hapa, mtu akaamua njiani, mimi sitaki kufanya ndoa. Bwana asifiwe. Sinawezekana. Hii safari ndefu kutoka nyumbani mpaka hapa. Mtu anaweza sema hii mipango nilikuwa naona iko sawa. Lakini hapana, nimefika hapa nikasikia roho anasema hapana. Sasa nataka kuuliza hawa ndugu zetu wawili kabla sijaendelea. Waniambie kama wako tayari tuendelee. Wakisema hawako tayari tunafunga saa hii. Mmoja wao akisema hayuko tayari imeisha hii. Nilianze naangalia nani ana pressure nyingi baba. Mwanaume akae na pressure. Bwana Paulo, nakuuliza swali. Uko tayari na ndoa hii iendelee? Kama ndio, useme na kipaza sauti kwa nguvu watu wasikie ndio na tuendelee. Ndio na tuendelee. Wacha nirudi kwa Neema. Neema na tafakari leo bado anamnenea sana. Nimemtoa time ya roho kusema. Anaweza sema againi. Neema, uko tayari tuendelee na hii ndoa ya siku ya leo? Hauna kipingamizi chochote? Kama uko tayari,
Useme na sauti kutumia kipaza sauti, niko tayari. Yes, niko tayari. Yes, niko tayari. Nikuja haraka mpaka nimeogopa. Ni kama unataka kusema nilikuwa na ngoja niondoke naye, ndio leo. Anza kuomba. Sasa nitaomba tu kwa sababu utasema neno moja. So, kama unapeana, peana. Neno dogo la kutoa mtoto yako kumpeana kwa moyo safi. Ili tuitane mbinguni. Sawa, arara tembea kwa neema. Ngara yana role. Mtoto wako hapa anataka. Aisho na lepo. Ndio kampatia asili wako. Ana wala mali nyingine na wao yanataka kai. Kwa familia yenu na Mungu awabariki. Amen. Good. Kufanya kazi nzuri. Na kama umefanya kazi nzuri, wacha nisikie mzee kama anampokea au anafukuza. Amen. Nashukuru kwa sababu ya neema. Shukrani. Kwa hivyo nimwambia kwa Mungu nashika naye pamoja na wewe zaidi. Amen. Wewe sana kama neema. Asante baba. Wale msitikize tu, wanaweza kutoka njiani. Na msitikize. Wewe Umashukuru. Good. Kabisa mmesimama sana, mmechoka? Kaeni chini. Ninapenda sana Masai. Yaani nyinyi mtakuwa mnacheza mchezo mmoja tu. Mnaenda feel kwa bibi. Hapo vizuri. Mimi Paulo Kiplangati. Na kutoa wewe neema hivyo jina lake. Na kutoa wewe neema Leslie Kuwa mke wangu. Natoa ahadi mbele zake Mungu. Na mbele ya ushirika huu. Kwamba nitakupenda. Na kuwa mume mwaminifu kwako. Mpaka mauti itakapotutenga. Tupatie neema Michael. So now utasema mimi jina lako. Mimi kama Neema. Neema nani? Mimi kama Neema Leslie. Na kutoa Paulo. Kiplangati. Kuwa mume wangu. Natoa ahadi hii. Mbele zake Mungu. Na mbele ya ushirika huu. Kwamba nitakupenda. Na kuwa mwaminifu kwako. Mpaka mauti itakapotutenga. Wetu, wewe ni Mungu mwenye enzi, ninalibariki na kulinua jina lako nikisema wewe ni mwaminifu. Ni asante kwa sababu kila kitu kinafanyika kwa makusudi yako. Nachukua pete hizi naziweka mikononi mwako, mfalme wa ajabu, nazitakasa kwa damu yako siku ya leo katika madhabahu hii. Kila kitu ambacho kimefanyika juu yake kinyume na mapenzi yako, ninavunja kila agano lote ambalo lilinenwa kinyume na mapenzi yako juu ya pete hizi. Katika viwanda ambavyo vimetengeza, mahali ambapo zimekuwa zikiuzwa, chochote ambacho kilitendeka na kilitamkwa kinyume na mapenzi yako, ninakivunja siku ya leo kwa damu yako katika madhabahu hii. Ninazitakasa kwa damu yako, mfalme wa wafalme, ili Mungu zinapokwenda kutumika juu ya watoto wako, zitumike na maagano na manuizi yoyote yaliyonuizwa juu yake. Damu yako inena mema na iachilia juu yake, ili Mungu zikatumike sasa na mapenzi yako katika ushirika huu,
na zikaweze kutumika katika ndoa hii sawa sawa na mapenzi yako Mfalme. Kwa Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba yote atakuamini. Amen. Na ukimisi tunakunyang'anya mke. Ndio. Kama pambo na ishara ya ahadi. Kama pambo na ishara ya ahadi. Niliyotoa kwako. Nitakutoa upate kuishi na mimi. Katika kifungo cha ushirika. Tangu leo na kuendelea. Katika nyakati za raha. Na nyakati za taabu. Katika nyakati za kufanikiwa. Au nyakati za umaskini. Katika nyakati za magonjwa. Au katika nyakati za afya njema. Nikupende na kukufurahisha. Nikishirikiana nawe katika yote nilionayo leo na yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo kwa maisha yetu yote kwa msaada wa Mungu. Amen. Niliyotoa kwako na kutoa upate kuishi na mimi katika kifungo cha ushirika tangu leo na kuendelea. Katika nyakati za raha au nyakati za taabu. Katika nyakati za kufanikiwa au maskini. Katika nyakati za magonjwa au katika nyakati za afya. Nikupende na kukufurahisha. Nikishirikiana na wewe katika yote nilionayo leo na yote nitakayokuwa nayo katika siku zijazo kwa maisha yetu yote kwa msaada wa Mungu. Amen. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Ndiposa tuwaachilia ndugu zetu hawa mikononi mwako pamoja na Neema ambao tumeweza kuunganishwa siku ya leo katika agano hili. Ndiposa Mungu tunawaunganisha katika agano hili siku ya leo katika madhabahu yako hii Jehova Zile, ninawaachilia mikononi mwako. Ninaomba Mungu ukaweze kuwa pamoja na wao na ukawaunganishe kwa uwezo wako na nguvu yako, ili Mungu wanapoendelea na ndoa hii wakatembee katika makusudi yako na mapenzi yako Abba Father. Twanena baraka juu ya ndoa hii, Mfalme wa ajabu. Twanena mtembeo wako wa kimbingu katika ndoa hii, Mfalme wa falme, ili Mungu anapotembea katika ndoa hii, wewe ndio ukawe katikati yao, Mfalme wa ajabu. Kawawezeshe kwa neema yako na nguvu yako. Ninawakabidhi mikononi mwako, Mfalme wa amani. Kusiwe na kitu chochote cha kutenganisha ndoa hii. Wewe ndio ukaweze kuwawezesha wakaimarike sawa na mapenzi yako. Tembea pamoja nao katika nyakati zote. Waongoze katika mapito yote. Endelea kuachilia baraka katika familia hii, ili mkono wako wenye neema ukawe juu yao. Wewe ndio ukawawezeshe na kuwaongoza kwa nguvu yako. Kibali chako kisipunguke katika ndoa hii. Wewe ndio ukawe wape neema yako na malango yako yakafunguke juu yao. Chochote ambacho Mungu anakuhitaji nacho ukawe pamoja na wao. Ondoa vikwazo vya kuwatofautisha katika maisha yao, familia yao, na ikabidhi mikononi mwako, nikiamini Mungu utawawezesha na kuwatenda mema. Kibali chako kikawe pamoja na wao, maana wewe umetukuka
umetukuka na umeinuliwa, mfalme wa ajabu. Neema yako ya pekee ikawe juu yao. Nenda kawatende mema jemedari wa vita. Ninawaunganisha kwa uwezo wako na nguvu yako. Hakuna cha kuwatenganisha katika maisha yao, maana wewe peke yako unatosha, ndio ukatawale. Wakaishi wakikupenda wewe, wakaishi wakikuishia wewe, wakatamani nguvu yako na ukibali chako katika familia hii. Shetani asipate nafasi katikati ya ndoa hii. Shetani asipate nafasi ya kuingia katikati yao. Bwana, kawakinge kwa uwezo wako na nguvu yako. Twaimarisha kwa uwezo wako na nguvu yako. Wakadumu kwa uwezo wako, wakadumu kwa kibali chako siku zote za maisha yao. Katika jina lako Yesu Kristo unaishi na kumiliki, tumeomba na kuamini. Amen. Bwana po nyama umbaie Asante. Mtakigeukia tu hapa, msiende kukaa. Mtakaa nikikaa. Ana ngara bodede nanyo na enjo kochoni akai kage ore eloito Nyingi sana. kima modikidogo sumo ole Lakini Mungu kuna mahali ametuwekea baraka kage zake. kirwe ine ne babanyu ngai mwenye nyana Kitu moja nataka kukuambia siku ya leo, ore ndo kinapona ajo kitara usikate tamaa. michara kiti ngositiki Bwana asifiwe. Mrs. Yesu Mungu yuko na wewe mahali popote. ore ngai na kiti tenebo yeto go ilibobe Haijalishi mali yako imenyang'anywa, mijanisha doka kito ngo manino haijalishi umepita katika shida unatafuta upati, ya begi nikira imenya mali ni ngoro dibitu haionyeshi kwamba Mungu hayuko na wewe. medito ina kaisa kwa jamu le doya Akapata maji netu nyangare na jamii yote ikakuja kuvamia maji hayo, ndio mosho wake ne bono awuru hakufa moyo, itwekela dawo akajua neema yake bado iko. ni yo wado yaro na gede Akaenda akachimba cha pili, yala tu diari hakukufa moyo, itwekela tawo akajua neema yake bado iko. ni yo wado yaro na gede Akaenda kuchimba cha tatu, yala tu yo kundi ndipo alienda kukutana na hiyo baraka yake. yala na ngare majana ngai ni yo kundi Bwana asifiwe. misi so layo Katika maisha ambayo tuko nayo, ri yengi shop digiti tusikufe moyo ni chakara kila tawo kufanya mambo. to homo dokoya Haijalishi umepambana umekosa, babe mijalisha na ngodu ene lawo umetafuta hujapata, soma lo ne lawo pengine ulipata zikapotea, bagi ni noto ni min au ulipata mali zikaharibiwa, ni tu mi mani ni nyane usikufe moyo. ni choke kila tawo Mungu yuko pamoja yaro nawe. mageti yanga ni Kristo. Kwa sababu ya picha hiyo, haina bahati. Yaani hawataki mpaka pesa ionyeshe mahali itakwenda wewe. Ukikuja pesa yako uwekaje wapi? Mama asipate shida kila kitu anaona. Kabila pesa. Asante sana. Thank you very much. Asante. Sasa kabla na kisha Terusuno sila. Ini membuat ada yang merasa ada bayar di mana? Bila kita satu musnah itu ada yang belum lagi, lagi dengan sini. Bagi saya ada yang musnah itu. Buku apa kan? Di Paris.
Ore pookin tung'anak lemeeta oltung'ani oyawua entoki nemeyau inoyie inewueji nelotu alimu. Nitoki irkulie amuku. Isiambaira kiendoda maisino kiendoda na lomari